Yenye tija, ukweli na burudani. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu ni wakati mwafaka kwenda kupokea taarifa yetu ya habari na makala maalum. Karibu katika taarifa yetu ya habari Afrika leo jioni kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na waasi wa M23 wasema rais wa zamani Joseph Kabila nchini DRC amewasili mjini Goma. Mwanafunzi wa Uchina asema chuo kikuu kilimfanya kuvua suruali ili kudhibitisha kuwa alikuwa hedhi. Msaidizi wa rais wa Ukraine Zelensky asema Urusi inakwamisha mazungumzo ya kusitisha mapigano. Watu 54 wauawa katika mashambulio ya Israeli mjini Gaza. Ndege ya Japani yatua kwa dharura baada ya mtu mmoja kujaribu kufungua mlango. Hamas yaridhia mapendekezo ya usitishwaji mapigano Gaza. Macron atumai hasira za Trump dhidi ya Putin zitamsukuma kuchukua hatua dhidi yake. Na hivi leo kwenye mitandao ya kijamii na vinywani mwa mashabiki wa soka nchini Tanzania kwa sasa, gumzo ni moja tu: Dane Beida. Naam, na tumai ubweri wafya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya Afrika leo jioni kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Kuna hisia nyingi kupita kiasi wakati huu muhimu, ambapo katika mtandao na mkutano wa leo wa Kremlin ameuliza msemaji wa Vladimir Putin Dmitry Peskov jinsi alivyokuwa na wasiwasi wa ukosoaji wa Donald Trump kwa rais wa Urusi, pamoja na maoni yake kwamba Putin alikuwa mwenda wazimu na mashambulio yake yanayoendelea dhidi ya Ukraine. Peskov alijibu kwamba bila shaka kuanza kwa mchakato wa mazungumzo ambayo upande wa Marekani ulifanya juhudi kubwa ni mafanikio muhimu sana, na wanawashukuru sana wa Marekani na binafsi Rais Donald Trump kwa msaada wao katika kuandaa na kuanzisha mchakato huu wa mazungumzo. Waasi wa M23 wanaopigana mashariki mwa DRC wanasema rais wa zamani Joseph Kabila amewasili katika mji mkuu wa eneo la Goma na kuhitimisha kipindi cha uhamishoni. Serikali ya Kinshasa imeshutumu bwana Kabila kwa kuhusishwa na kundi linaloungwa mkono na Rwanda M23 wiki iliyopita.
Seneti iliondoa kinga yake dhidi ya kushtakiwa ili aweze kushtakiwa kwa uhaini, mhariri wa habari za kimataifa ameripoti. Joseph Kabila yuko katika mazingira magumu kwa sasa na kwa kuwa hana tena kinga ya kushtakiwa. Wiki iliyopita Bwana Kabila amesema kipaumbele chake kikuu ni kuondoa kile alichokiita udikteta. Kwa hiyo inawezekana kwamba mtu ambaye kwa muda mrefu ameonekana kuwa karibu na Rwanda anajiunga na waasi wa Kigali wanaungwa mkono M23 kama sehemu ya harakati za kujaribu kupindua Rais Felix Tshisekedi. Kuna hatari ambayo inaweza kusababisha mvutano hadi mzozo katika nchi jirani kwa pande zinazopigana. Chuo kikuu cha Beijing kimejikuta kikiwa katikati ya ghadhabu ya umma baada ya kudaiwa kumtaka mwanafunzi adhibitishe kuwa alikuwa kwenye kipindi chake cha hedhi ili kupata likizo la ugonjwa. Video ya mtandaoni iliyorekodiwa ndani ya kile inachoonekana kama kliniki ya kuchapishwa kwenye mitandao ya kijamii mwezi huu imemwonyesha mwanamke aliyemuuliza mwanamke mwenzake mzee, je, kila msichana mwenye hedhi lazima avue suruali yake na kuonyesha kabla ya kupata ruhusa ya likizo ya ugonjwa? Lakini watumiaji wa mitandao ya kijamii wamechukulia hatua hiyo kama uingiliaji mkubwa wa faragha. Katika taarifa yake ya tarehe 16 Mei, taasisi ya Gedan iliripoti ikisema video za tukio hilo linalosambaa mitandaoni zimepotoshwa na kwamba taasisi hiyo ina haki ya kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wale wanaoeneza kwa nia mbaya video zisizo za kweli. Taarifa hiyo pia imesema kuwa wafanyakazi walifuata utaratibu ufao wakati wa mkutano, kama vile kuanzisha kazi ya kliniki baada ya kupata kibali cha mwanafunzi. Msaidizi mkuu wa rais wa Ukraine ameitaka Urusi kuharakisha juhudi za kufikia usitishwaji wa mapigano na kuishtumu Moscow kwa kukwama kwa majadiliano. Wiki iliyopita Donald Trump wa Marekani na Vladimir Putin wa Urusi walikuwa na mazungumzo kwa njia ya simu kwa saa 2 kujadili makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyopendekezwa na Marekani. Trump amesema anaamini wito huo unakwenda vizuri. Ukraine imekubali hadharani kusitishwa mapigano kwa siku 30. Takribani wa Palestina 54 wameuawa katika mashambulio mawili tofauti ya anga ya Israeli usiku wa kuamkia leo, ikiwa ni pamoja na mashambulio dhidi ya shule ambayo inahifadhi wakimbizi katika eneo la Gaza. Wakurugenzi wawili wa hospitali wamesema shughuli ya Fahmi El Jagwi iliyopo mjini shule ya Fahmi El Jagwi iliyopo mjini Gaza imekuwa na makazi ya mamia ya familia yaliyofurushwa kutoka katika eneo la Beit Lahiya. Kwa sasa inakabiliwa na mashambulio makali ya Israel. Msemaji wa kikosi cha ulinzi wa raia wa Gaza kinachoendeshwa na Hamas amesema miili 20 ikiwa ni pamoja na ya watoto imepatikana. Mingi imechomwa vibaya baada ya moto kuteketeza madarasa mawili yaliyogeuzwa kuwa makazi. Jeshi la Israel IDF limesema lilenga kituo cha udhibiti wa Hamasa na Islamic Jihad. IDF imesema eneo hilo ilikuwa linatumiwa kwa magaidi kupanga mashambulio dhidi ya raia wa Israel na wanajeshi wa IDF. Moto ulikuwa kila mahali. Aliona hili miili iliyoungua ikiwa ni imelala chini. Rami Rekrif anasema kanda ya video zinazosambazwa mtandaoni zinaonyesha moto mkubwa ukiteketeza sehemu ya shule, zikiwa ni picha ya waathiriwa walioungua vibaya, wakiwemo watoto wanaonusurika wakiuguza majeraha mabaya. Ndege ya Japan iliyokuwa ikitoka Tokyo kuelekea Texas ililazimika kutua kwa dharura baada ya abiria kujaribu kufungua mlango wa ndege wakati wa safari hiyo. Ndege nambari 114 ya Nippon Airways ANA ilielekezwa Seattle saa chache baada ya kupaa siku ya Jumamosi kutokana na abiria mkorofi, shirika hilo la ndege limesema. Polisi wa Seattle nchini Marekani waliambia vyombo vya habari kuwa walikuwa wamearifiwa kuhusu mtu ambaye alijaribu kufungua milango ya kutokea wakati wa safari ya ndege. Mwanaume huyo ambaye hakutambuliwa alikuwa na shida ya kiafya. Baadaye alipelekwa hospitalini. Haijabanika iwapo atakabiliwa na mashtaka yoyote. Wakati ndege ilikuwa ikisubiri kwenye lami ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Seattle Tacoma,
mtu wa pili aliondolewa kwenye ndege kwa tabia mbaya, mamlaka imesema. Data ya usafiri ya ndege inaonyesha kwamba ndege hiyo ilifika mahali ilipo George Bush International Airport huko Houston, Texas, Marekani, Jumamosi mwendo wa saa 12 na dakika 40 saa za ndani, sawia na saa 11 dakika 40 saa za GMT, saa 4 baada ya muda wake uliopangwa kuwasili. Hili ni tukio la hivi karibuni zaidi katika msururu wa matukio kama haya. Mnamo Aprili, ndege ya Jetstar kutoka Bali, Indonesia, ilazimika kugeuka wakati wa safari yake kuelekea Melbourne, Australia, baada ya abiria vilevile kujaribu kufungua mlango wa ndege angani. Novemba mwaka jana, mwanaume aliyejaribu kufungua mlango wa ndege wakati wa safari ya ndege ya Marekani Airlines alizuiliwa na kufungwa na abiria wenzake kwa mkanda. Mnamo Novemba mwaka 23, abiria 9 wa ndege wa Asiana Airlines walipelekwa hospitalini wakiwa na matatizo ya kupumua baada ya mtu kufanikiwa kuifungua mlango wa dharura wa ndege kabla ya kutua kwenye uwanja wa ndege wa Korea Kusini. Raia wa nchi mbili, Marekani na Ujerumani, alikamatwa Jumapili kwa madai ya kujaribu kulipua ubalozi wa Marekani huko Tel Aviv, Israel, kulingana na Wizara ya Sheria. Maafisa wamesema walikamata Joseph Neumeier mwenye miaka 28 katika uwanja wa ndege wa John F. Kennedy mjini New York, Marekani. Alikuwa amerejeshwa na mamlaka ya Israeli baada ya kupatikana na vifaa vya vilipuzi kwenye mkoba karibu na ubalozi huo. Bwana Neumeier alifikishwa mahakamani Jumapili na anazuiliwa gerezani, wizara hiyo imesema. Mamlaka ya katika jimbo la Kerala kusini mwa India wametoa tahadhari baada ya meli iliyokuwa imebeba mafuta na shehena ya hatari kuvuja na kuzama katika ufuo wa jimbo hilo katika bahari ya Arabia. Mwagikaji huo ulitokea katika meli yenye bendera ya Liberia ambayo ilipinduka karibu na jiji la Kochi siku ya Jumapili. Ukanda wa pwani una wingi wa viumbe hai na pia ni kivutio muhimu cha watalii. Wafanyakazi wote 24 waliokuwemo kwenye meli hiyo wameokolewa, lakini baadhi ya makontena 640 ya meli hiyo imeripotiwa kuwa inavuja ufukweni na hivyo kusababisha hali hatari kwa viumbe hai. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema watu wanaoiunga mkono Ukraine wamefanya kila kitu walichoweza na kuonya jamii ya kimataifa kujiandaa kuona vita hivyo vikiendelea kwa muda mrefu. Kwa upande mwingine, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema anadhani rais wa Marekani Donald Trump sasa anatambua uongo wa Putin kuhusu Ukraine. Macron ametoa kauli hiyo baada ya Trump kusema kuwa Putin amekuwa mwenda wazimu kutokana na kuendeleza mashambulio ya anga dhidi ya Ukraine. Mwanasiasa wa upinzani nchini Afrika Kusini Julius Malema ameelezea kuhofia usalama wake baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutaka akamatwe na kuimba wimbo wenye utata wa kupinga ubaguzi wa rangi ambao baadhi wanasema unachochea ghasia dhidi ya wakulima wa kizungu walio wachache. Malema amenukuliwa katika mkutano wa hadhara akisema kuwa hawezi kupuuzilia matamshi ya Trump wakati alipomuuliza rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kwa nini hawamkamati mwanasiasa huyo, na kusema matamshi ya Trump yanamaanisha kwa nini mwanasiasa huyo auawi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema rais wa Urusi Vladimir Putin amekuwa mwenda wazimu kutokana na kuendeleza mashambulio ya anga dhidi ya Ukraine, na ametishia kuongeza vikwazo dhidi ya Urusi kama itaendeleza mashambulio. Trump pia amekosoa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa kusababisha matatizo zaidi kutokana na kauli anazozitoa.
I'm not happy with what Putin's doing. Sifurahishwi na kile kinachoenda na uwao kwa watu wengi, na sijui ni nini kilimpata Putin. Nimemfahamu kwa muda mrefu, siku zote nilishirikiana naye, lakini anatuma maroketi mijini na kuua watu, na mimi sipendi hata kidogo. Sipendi hata kidogo. Sawa, tuko katikati, anarusha roketi hadi Kyiv na miji mingine, inanikera sana. Sipendi anachokifanya, anaua watu. Sipendi. Ni sauti yake rais wa Marekani Donald Trump katika hatua hiyo anapozungumzia swala hilo. Watu zaidi ya 50 wameuawa katika mashambulio ya Israeli huko Gaza. Viongozi wa mataifa ya Kiarabu na wenzao wa Ulaya waliokutana nchini Hispania wametoa wito wa kukomeshwa kwa vita katika ukanda wa Gaza, wakati mkuu wa shirika la misaada linaloungwa mkono na Marekani huko Gaza akitangaza kujiuzulu. Israeli imeapa kutoa udhibiti wa ukanda wa Gaza na kwamba itaendelea kupigana hadi itakapoliangamiza kundi la Hamas na kufanikiwa kuwarejesha nyumbani mateka 58 waliosalia, ambao theluthi moja kati ya idadi hiyo wanaaminika kuwa bado wako hai. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameonyesha kukerwa na baadhi ya watumishi wa umma ambao huvujisha siri na nyaraka za serikali, akisema yuko ni kukosa uzalendo wa taifa lao. Rais Samia alitoa kauli hiyo mwishoni mwa juma hili wakati alikiwaapisha baadhi ya watendaji aliowateua, na kuongeza kuwa baadhi ya watumishi wa umma wamekuwa wakikiuka miiko ya utumishi na kukosa uzalendo hadi kufikia hatua ya kutoa siri za maeneo wanayofanyia kazi. Kauli yake imezusha mjadala kuhusu suala nzima la uzalendo kwenye taifa hilo. Kwenye taarifa nyingine kwamba jeshi la Uganda Jumapili wiki hii litangaza kusitisha ushirikiano wote wa kiulinzi na Ujerumani, ikimtuhumu balozi wa Berlin Matthias Square kwa kuingilia masuala ya ndani ya taifa hilo. Msemaji wa jeshi la UPDF Chris Magezi katika taarifa amesema hatua hiyo imechukuliwa kufuatia ripoti za kuaminika zinazohusu balozi huyo kujihusisha na vitendo vinavyotishia usalama wa kitaifa. Licha ya kwamba taarifa hiyo haikuweka wazi vitendo hivyo, imemtuhumu balozi huyo kwa kushirikiana na makundi ya kisiasa na kijeshi yanayopinga serikali ya Uganda. Tangazo hilo la jeshi ambalo linazidisha mvutano kati ya Uganda na Ujerumani linafuatia tangazo lingine la serikali Ijumaa iliyopita ambayo ilionya kuwa baadhi ya balozi za Ulaya zinaunga mkono makundi hasi na wasaliti, ujumbe huo ukionekana kumlenga balozi Shawa ambaye amehudumu kama balozi wa Ujerumani nchini Uganda tangu mwaka 2020. Amekabiliwa na ukosoaji baada ya mkutano wake wa faragha na kaka yake Rais Yoweri Museveni, ambapo anadaiwa kukosoa tabia ya mtoto wa Museveni na mkuu wa majeshi Muhoozi Kainerugaba kwenye mitandao ya kijamii. Hadi sasa bado haijafahamika namna hatua hiyo itaathiri uhusiano mpana wa kijeshi kati ya Uganda na Ujerumani, ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikitoa msaada wa vifaa na kiufundi kwa jeshi la Uganda. Viongozi wa Ulaya akiwemo kansela wa Ujerumani na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wanaendelea kuikosoa Urusi kufuatia shambulio la ndege za nyuklia na roketi iliyofanywa usiku wa kuamkia leo, haya yakiwa mashambulio makubwa zaidi kufanyika Moscow tangu vita kuanza. Urusi inasema mashambulio yaliyofanya ni kujilinda dhidi ya iliyowaita maadui. Kwa upande wake, rais wa Marekani Donald Trump, ambaye nchi yake inajaribu kutafuta suluhu la vita vinavyoendelea, amemwelezea Putin kama mtu aliyechanganyikiwa. Jumuiya ya LGBTQ nchini Uganda inakabiliwa na mateso tangu nchi hiyo ilipopitisha moja ya sheria kali zaidi za kupinga ushoga miaka 2 iliyopita. Hii ni kwa mujibu wa shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch.
sheria hiyo iliyopitishwa mwaka 2023 na kuweka adhabu ya kifungo cha maisha gerezani kwa watu watakaobainika kujihusisha na mapenzi ya jinsia au kunyongwa. Katika ripoti yake, Human Rights Watch inasema iliwahoji watu 60 kutoka jumuiya ya LGBTQ, familia zao, wanaharakati na wanasiasa, ambapo wote walieleza kuwa jamii hiyo inaishi katika hali ya wasiwasi kwa kile wanasema sheria hiyo ni kama ilihalalisha ukatili dhidi yao. Ujerumani itaendelea kuisambazia Israeli silaha licha ya mashambulio ya taifa hilo dhidi ya ukanda wa Gaza kuongezeka na kusababisha ukosoaji mkubwa wa kimataifa. Waziri wa mambo ya nje ya Ujerumani amesema Jumatatu alipuzilia wito kutoka kwa Hispania na kuiwekea Israeli vikwazo vya silaha. Na nchini Kenya, washirika wa karibu aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ambaye bado wapo serikalini huenda wakajikuta pabaya, wakati huu kukiwa na hofu ya baadhi yao kukamatwa na kuenguliwa kwenye nafasi zao. Baadhi ya wafuasi wa Gachagua wamo ndani ya chama cha Rais William Ruto cha UDA na sasa huenda wakavuliwa wanachama wao kwa kupoteza nafasi walizonazo. Lakini je, ikiwa hili litafanyika, litakuwa na athari ipi kisiasa hasa kwa Rais Ruto? Felix Arego ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutokea taifa la Kenya. Washirika wa karibu wa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ambao bado wapo serikalini huenda wakajikuta pabaya, wakati huu kukiwa na hofu ya baadhi yao kukamatwa au kuenguliwa kwenye nafasi zao. Baadhi ya wafuasi wa Gachagua wamo ndani ya chama cha Rais William Ruto cha UDA na sasa huenda wakavuliwa wanachama wao na kupoteza nafasi walizonazo. Lakini je, ikiwa hili litafanyika, litakuwa na athari gani kisiasa haswa kwa Rais Ruto? Felix Arego ni mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa nchini Kenya. Huyu atakuwa anasema kwamba kuna jinsi serikali inamdhulumisha ndio apate ile sympathy. Rais William Ruto alitumia hii mbinu mwaka wa 2022 na ilimsaidia sana. Sasa wakati huu Rigathi Gachagua ni mwanafunzi wake rais, amekuwa akitumia hii. Rais atakuwa amejiangusha kabisa wakati ambapo atachukua hatua ya kushika wapinzani wake. Ni mtazamo wake Felix Arego, mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa nchini Kenya. Chama tawala nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo UDPS chake Felix Tshisekedi kimemjibu rais wa zamani Joseph Kabila kuhusu matamshi yake kuwa serikali ya sasa imekuwa ya kidikteta na imeshindwa kutatua changamoto za wananchi. Katibu mkuu wa UDPS Augustin Kabuya amemwelezea Kabila kama kibaraka wa Rwanda na kiongozi wa kundi la M23 na kuongeza kuwa kiongozi huyo wa zamani hana la kuifunza serikali ya Tshisekedi. Kauli ya chama hicho tawala imeungwa mkono na msemaji wa serikali Patrick Muyaya. Vita vya maneno vinashuhudiwa nchini DRC Congo kati ya Kabila na serikali baada ya wiki iliyopita kiongozi huyo wa zamani kuondolewa kinga ya kushtakiwa na maseneta. Cha UDPS chake Felix Tshisekedi kimemjibu rais wa zamani Joseph Kabila kuhusu matamshi yake kuwa serikali ya sasa imekuwa ya kidikteta na imeshindwa kutatua changamoto za wananchi. Katibu mkuu wa UDPS Augustin Kabuya amemwelezea Kabila kama kibaraka wa Rwanda na kiongozi wa kundi la M23 na kuongeza kuwa kiongozi huyo wa zamani hana cha kuifunza serikali ya rais Tshisekedi. Kauli ya chama hicho tawala imeungwa mkono na msemaji wa serikali Patrick Muyaya. En réalité, le président Kabila est un homme du passé qui n'a... Kwa kweli Rais Kabila ni mtu aliyepita na hana lolote la kupendekeza kuhusu hatima ya nchi. Kwanza tuliona akizungumza na gazeti la Sunday Times la Afrika Kusini, ambapo alionyesha uungwaji mkono kwa kundi ambalo yeye mwenyewe alipiga vita akiwa kama rais
Ni mchanganyiko na mkanganyiko unaojitokeza hapa. Tupo kwenye demokrasia, kila mtu yuko huru kwa maoni yake. Sisi tunafanya kile ambacho alishindwa kutatua alipokuwa madarakani. Muhimu kwetu kama serikali ni kuhakikisha kuwa tunapiga hatua. Kuna mahakama ya historia, lakini kwa kweli uamuzi aliochukua unaharibu hata mazuri aliyowahi kufanya. Inasikitisha. Vita vya maneno vinashuhudiwa nchini DRC kati ya Kabila na serikali baada ya wiki iliyopita kiongozi huyo wa zamani kuondolewa kinga ya kushtakiwa na maseneta. Na tukielekea katika taifa la Mali, wanajihadi nchini Mali mwishoni mwa wiki iliyopita walitekeleza shambulio kwenye kampuni ya ujenzi nchini China kwenye jimbo la Kayesa magharibi mwa taifa hilo. Watu hao wenye silaha walifanikisha mojawapo malengo yao ya kuharibu vifaa vya kampuni hiyo baada ya shambulio hilo. Shambulio hilo dhidi ya kampuni ya Covec inayojenga barabara kutoka Kayes kwenda Diema ilipelekea pia wanajihadi hao kuteketeza moto matrekta yanayotumiwa na wajenzi hao. Hali hiyo imeacha wasiwasi mkubwa kwenye eneo hilo, huku wafanyakazi kutoka China wakiachwa na hofu, wakati huu ikibainika kwamba wanajihadi hao pia walilenga kuwateka wa China wanaofanya kazi kwenye kampuni hiyo. Hili ni shambulio la pili ndani ya mwezi mmoja katika jimbo hilo la Kayes baada ya wanajihadi hao mapema mwezi huu kushambulia mgodi wa madini unaomilikiwa na wawekezaji wengine kutoka China. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Asante sana Franco Kisanga kutokea 2-in-1 Boda kule Hispania kwa kuendelea kutufuatilia. Hapo basi unaungana nasi. Taarifa kuu ni kwamba Hamas yaridhia pendekezo la usitishwaji wa mapigano Gaza. Macron atumai hasira za Trump dhidi ya Putin zitamsukuma kuchukua hatua dhidi yake. Tunakuomba mpenzi msikilizaji, simama na kituo hiki kufikia malengo yake ya uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Wakati huu basi ni wakati mwafaka moja kwa moja napoenda kusoma maoni yako ambayo umeweza kuyanakili. Mimi kazi yangu ni kuweka sauti.
Helen Mwasuda anasema tueleweshe hapo kidogo, kwani Uchina ukiwa hedhi unapewa likizo au ni nini? Sijaelewa. Lakini zungumzia ile taarifa ambayo inasema wafanyakazi walifuata utaratibu ufaao katika kutafuta nafasi ya kuweza kwenda mapumzikoni kwa sababu ya hedhi. Wanaomba ruhusa na wanapatiwa. Hapa hivi walikitaka kudhibitisha iwapo hakika ni ukweli, wakamweka katika faraga kumtazama kama ni kweli ama si kweli. Natumai Helena Masuda umenipata vizuri sana. Asante na karibu. Juma bin Mziwada anasema operesheni haijakamilika. Operesheni isiyofanywa kikamilifu lazima itajirudia tu, ndio maana mwaka 2024 hakumaliza ikajirudia. Sasa anataka awaponye kabisa, hivyo mkae kwa kutulia, tiba iwaingie vizuri. Urusi inapoteza muda tu, yasema Ukraine. Urusi inataka akupige tena, ili akikuachia usidhubutu, maana hao unaowategemea hawana nguvu ya kupambana naye, ila mpaka sasa Urusi kuwaonyesha magharibi kuwa yeye ni nani. Kuendelea na vita sio mchezo. Ramadhan Julius anasema hatuwezi kuzungumza na wanazi hakika mpaka wajisalimishe hakika. Buruki palivi Weritab palivi Kapchamo Godek, why did have you reached this far that finally agreement is reached? Who will pay the price? Nauliza hapo kwa kimombo, nani atalipia gharama? Sulesh, hali sio mbaya Ukraine, bali ni mbaya Gaza. Yaonesha yanayoendelea Gaza, hata Mungu mwenyewe anaketi chini na kushangaa, huku akijiambia Mungu wangu Sulesh anasema kwamba Gaza ndio kuna mambo, achana na mambo ya Urusi. Ruta Emos kutokea Kenya, amani iko ukingoni kabisa. Anasema hivyo kwamba Chelule Robert atokea gatuzi lile la Kericho Litieni Kenya. Sema asante sana RFA kwa kuendelea kutupatia habari motomoto. Tunapenda kusikia Wakongo wanaishi kwa amani siku zote. Asante sana Chelule Robert kutokea Kericho. Haya, Kasuku Mansul palivi Kasuka Mansul anasema Kasuka akiwa maeneo ya Tabora kule, anasema hongera sana Radio Fortune Africa, tunawapata vizuri kupitia kitandazi, yani Facebook, mko loud and clear. Asante na karibu. Wilson Paliventilas Retwa anasema kwa maeneo ya Bagala, Dar es Salaam, kiukweli hizi nchi zenye machafuko ni vyema zikakaa meza moja na kumaliza tofauti zao. Mohamed Matunda anasema wabeberu katika viwango vyao vya kulazimisha kutawala dunia. Hii ndio sababu ya kukosekana kwa amani popote duniani. Iko siku yenu inakuja, wote wanaodhulumiwa kwa magharibi. Mtetezi wenu ni Putin. Mmeifanya Ukraine kuwa sehemu ya kufanyia majaribio ya silaha zenu na kupima uwezo wa Urusi kijeshi. Lakini tambueni, wanaokufa huko Ukraine ni upumbavu wa Zelensky kuwa mdoli wenu. Maoni yake huyu anaitwa Mohamed Matundu kweli. Alaikum si matusi jina lake. Joseph Palivernes Paliver, hakuna mtu Ulaya anaumia kwa ajili ya mauaji ya Palestina, lakini kila siku wanapiga kelele ya Putin. Modest Tito, vita vya tatam vya dunia sasa, ruhusa. George Yusuf, Macron tayari tumeona ubovu wake, amepigwa na mkewe, sasa atasema nini? Alaikum si matusi hapa. Haya abia bana acha kuingilia masuala ya pwagu na pwaguzi. Wakilimana chukua jembe ukalime, wakielewana chukua bwana kikapu ukavune. Jiko nanipata jamani, Uswahilini kuna mambo.
Sawia Hassan, malengo ni kuichukua Gaza, hayo mengine ni extra tu. Netanyahu hana shida ya kuachiwa mateka, anazuga tu. Shida yake Gaza. Kule kwake maandamano hawamtaki, wamechoka na vita visivyo na ufumbuzi wa mateka zaidi ya mauaji ya wazee, watoto, wanawake na walemavu. Wanajeshi wengine wanachoka kuua, mwishowe wanajiua baada ya kuua vizee na vitoto. Asawia sana nazungumza hiyo. Baga Karimu anasema wa Mbezi pale Dar es Salaam, inachokifanya huko Gaza ni uhalifu wa kivita na inapaswa kushughulikiwa kama uhalifu wa kivita. Zoe Samba pale Vijeni Claude anasema wa Bujumbura pale Burundi, isipoelewa yeye na nani ataelewa, na wakati wa kiongozi ni kiongozi wa taifa. Anazungumza hayo ya kwake na nimempokea na kuiweka sauti ya maneno yake hapo. Miongoni mwa yanayovuma katika mitandao ya kijamii ni pamoja na video inayoonyesha jinsi ambavyo Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alivyopigwa kofi na mkewe Brigitte Macron wakati akiwa kwenye ndege. Macron yupo katika ziara ya kidiplomasia kusini mashariki mwa bara Asia. Kiongozi huyo wa Ufaransa yuko katika ziara ya kidiplomasia barani Asia. Ndio hali. Nasikia kuambia Kwingineko msikilizaji, katika kipenga cha michezo, kabla tujapokea makala, ni kwamba kwenye mitandao ya kijamii na vinywaji vya mashabiki wa soka nchini Tanzania, kwenye mitandao ya kijamii na katika vinywani mwa mashabiki wa soka nchini Tanzania, kwa sasa gumzo ni moja tu. Dahane Meida, maamuzi yenye utata ya mwamuzi huyo kutoka Mauritania yameifanya Simba Sports Club ya Tanzania kushindwa kutoa kombe la Kafa. Mwaka 2024 alifanya hivyo pia kwa Young Africans ya Tanzania baada ya kukataa bao la wazi la Stephanie Aziz Ki katika mchezo wa robo finali wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Mamelodi Sundowns. Tupokee makala haya kwa kina. Mashabiki wa soka nchini Tanzania kwa sasa, gumzo ni moja tu: Dahane Beida. Refa huyu kutoka Mauritania ndiye aliyesimama katikati wakati wa mchezo wa pili wa fainali ya kombe la CAF kati ya Simba Sports Club ya Tanzania na RS Berkane ya Morocco. Mtanange uliopigwa kwenye uwanja wa Amani Zanzibar Mei 25. Kama si maamuzi yake mawili wakati wa mchezo huo ambao RS Berkane walitoa kombe la CAF kwa mara ya 3, basi mashabiki wa Simba na wapenda soka wote Afrika Mashariki wangekuwa wanazungumza mengine. Ikumbukwe kuwa wakati wa mchezo huo Simba ikiwa inaongoza kwa bao moja lililotiwa kambani na Joshua Mutale katika dakika ya 17, Dahane alimuonyesha Yusuf Kagoma, kiungo mkabaji wa Simba, kadi nyekundu na kuifanya Simba kucheza pungufu.
Katika kipindi cha pili, Dahane huyu aliwanyima Simba bao la pili lililofungwa na Steven Mukwala kwa madai kuwa alikuwa ameotea. Nikukumbushe tu, ni Dahane huyu aliyewanyima wapinzani wa jadi wa Simba Young Africans bao halali kabisa dhidi ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini lililofungwa na Stefan Azizki wakati wa mechi ya robo fainali ya ligi ya mabingwa wa Afrika iliyofanyika Aprili 5 mwaka jana jijini Pretoria. Maamuzi ya Dahane ambayo pia yaliungwa mkono na teknolojia ya VAR yaliwakasirisha mashabiki wengi wa soka nchini Tanzania na Afrika Mashariki kwa jumla, kwani ni wazi kabisa kuwa mkwaju wa Azizki ulivuka mstari wa goli na kutinga nyavuni licha ya mpira huo kurudi uwanjani. Hata alipofika nchini Tanzania, rais wa CAF Patrice Motsepe alikiri kuwa bao la Azizki lilikuwa ni goli halali na kuwa Young Africans walistahili wawe wameshinda mchezo huo. Je, ni wakati wa CAF kuwafanyia tathmini waamuzi wake hususan kwenye michezo ya kimataifa? Ni swala ambalo linafaa kuweza kushughulikiwa. Kurudia kosa ni kosa, lakini kosa si kosa. Alifanya kwa Yanga, amefanya kwa wekundu wa Msimbazi, ubaya ubwela. Hapo basi unaungana nasi, taarifa kuu ni kwamba mashambulio ya Urusi yasababisha vifo nchini Ukraine. Hamas yaridhia pendekezo la usitishwaji mapigano Gaza. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron atumai hasira za Trump dhidi ya Putin zilimsukuma kuchukua hatua dhidi yake.